Ukumbi wa siasa tukiangazia zaidi mengi kuhusiana na miaka hiyo ya Kenya Kwanza na chini ya Rais William Ruto. Kizungumza moja kwa moja na waziri wa utumishi wa umma anafahamika kama Geoffrey Ruku, mmoja wa mawaziri ambao wana imani zaidi na serikali hii. Nitarudi hapa na wengi wanauliza, kazi nyingi wakati wa COVID zilifahamika kwamba Wakenya wanaweza kufanya remotely, na pia kuhusiana na swala la AI kuhakikisha kwamba public service pia inasaidika katika hilo. Ni kitu ambacho unazingatia? Ni kitu ambao nazingatia zaidi kwa sababu ni kuna kazi kadhaa ambazo unaweza fanya remotely, na pia kuna kazi zingine ambazo wewe huwezi fanya remotely. Kama wewe ni daktari, mara mingi itawezekana uweze zile vifaa ambazo zinaweza saidia wewe kufanya kazi ya udaktari remotely, unakuta zile vifaa kwa sasa zinaweza kuwa hakuna katika mahospitali mengi. Kwa hivyo lazima ukue pale. Na ndio nakumbuka wakati ya COVID kulikuwa na essential services providers ambao walikuwa wanaruhusiwa kutembea. Mojawapo ni madaktari, mojawapo ni mwanahabari, mwingine watu ya security, wengine watu ya kusafirisha chakula. Kwa hivyo jamani, sio services zote ambazo ni za serikali ambazo wewe unaweza sifanya remotely. Kuna services zaidi ya 300 ya serikali ambazo zinatakikana ukue pale one on one. Ila zingine zinaweza kufanyika nyumbani. Kuna zingine ambazo ni chache ambazo zinaweza fanyika nyumbani. Lakini kwa sasa hatuko katika COVID. Tuko na ile manual, Human Resource Manual ya 2016 ambao ina stipulate, inasema vile wafanyikazi wa serikali wanapaswa kuwa wanaajibika katika kazi. Na sio Human Resource Manual and Procedures ya 2016 peke yake. Vile vile katiba yetu ya Kenya, kipengele ya 233, Article 232 of our Constitution, ambao inaongea kuhusu the principles and values of public service. Inaelezea vizuri wewe kama mfanyikazi wa umma unapaswa kuwajibika namna gani. Kwa hivyo hii sio maswala ambao sisi tunajipatia sisi wenyewe ambao tuko katika serikali ama mimi kama waziri. Hapana, ni kuzingatia katiba yetu. Na ukumbuke ya kwamba mimi niliapa na katiba nikasema itazingatia nini? Katiba. Swala la ukosefu. Kwa hivyo jameni, lazima watu wale wako katika maofisi ya serikali waajibike na waamuke asubuhi kulingana na ile Human Resource and Procedures Manual of 2016. Swala la ukosefu wa ajira ni mojawapo ya changamoto kuu, na uliwaona vijana wakiandamana kuhusiana na hili katika taifa letu, katika nchi zetu za Afrika na pia nchi tofauti katika ulimwengu. Ahadi ya Rais William Ruto ilikuwa ku create jobs. Na ndio maana rais na serikali yake inajituma sawasawa kuhakikisha ya kwamba kuna affordable housing program ambao kwa sasa imeajiri vijana zaidi ya 300,000 Kenyans. Ndio maana rais ameweka mkakati na serikali yake ya kuhakikisha kwamba kuna mipango ya kazi huko nchi za Ulaya. Na kwa sasa siku ya leo kupatia hiyo mpango ya rais, kuna vijana zaidi ya 400,000 ambao wamepata kazi katika nchi zingine za nje. Na ripoti ya leo kutoka Central Bank, ile pesa imetoka nje, remittances ambazo imetumwa katika nchi yetu ya Kenya, haijawahi fika hiyo kiwango tena. Imekuwa juu zaidi, more than $5 billion US dollars. Hiyo ni ripoti ya leo. Hiyo inatokana na kuhakikisha kwamba rais ameweka mikataba na nchi ya Ujerumani na nchi zingine huko nje, na kuna mikataba ingine karibu 13 ambao rais anangojea kuweka sahihi, ili wa Kenya wale ambao wamehitimu, ambao wako na skills tofauti waweze kupata nafasi ya kupata kazi katika zile nchi. Kwa hivyo rais anajituma kwa affordable housing, kwa kazi na huko kazi majuu anajituma katika kuhakikisha kwamba kuna kazi mtaani. Already serikali kwa mwaka ngoja kidogo, serikali imeajiri 110,000 Kenyans sahi katika kazi mtaani, na rais anataka kupanua hiyo mpango uweze kuajiri vijana. Kwa mwaka tuna create like how many jobs, waziri?
Kwa mwaka kwa sasa kuna kutoka 2022 mpaka wa leo kuna average ya kazi zaidi ya 400,000 ambazo rais na serikali yake inahakikisha kwamba people are getting work about 400,000 either through mpango ya housing, through mpango ya kazi majuu, mpango ya kazi mtaani. Katika sekta ya kilimo vile rais ameweka mikakati imepanuka na watu wengi wameajiriwa pale katika sekta ya kilimo. Ile sekta ambao iko na inalegea ni sekta ya manufacturing. Kwa dakika ambazo zimesalia, ningependa kuingia katika swala la siasa. Ninajua kuna mrithi wako ambaye anatafutwa pale Mbeere North wakati ambapo tutakuwa katika uchaguzi ambao unakuja, chaguzi ndogo ambazo zinakuja. Chama cha UDA unadhani kitamenyana na DCP na vyama vingine vya opposition na kutoboa? Pale katika Mbeere North nilikusikia jana ukisema kwamba former deputy president is a warrior ama a general mwenye ana wafuasi. Ana wafuasi, is a lightweight. Ni mtu ambaye kisiasa tu. Unajua kuna Ndebe ambayo inapiganga kelele sana. Empty Ndebe inapiga kelele, unaweza fikiria ni mambo kubwa. Unajua huko Mbeere kuna kamunyama kengine kandogo kanaitangwa na sahau jina. Kako na spikes. Kamunyama kadogo. Ukikutana na hiyo kamunyama usiku katoe mugurumo, utakimbia juzi, utakimbia zaidi. Ukifikiria ni mnyama mkubwa ni simba ambayo inaguruma. Lakini kamunyama tu kadogo unaweza piga teke na... Unalinganisha aliyekuwa naibu wa rais na ako kamunyama? Ndio hiyo. Kama yeye ni simba wa Mlima Kenya, sisi tunamwambia aleta kandidati wake wa chama ya DCP pale Mbeere North. Kama yeye ni simba, tumenyane na yeye ili ajue simba wa taifa ya Kenya anaitwa William Ruto. Justin Biden Mutu. William Ruto ako na candidate wa chama yake ya UDA na huyo ndio atashinda asubuhi mapema 27 November mwaka huu. Justin Biden Muturi alikuwa mmoja wa wale ambao mlikuwa karibu zaidi. Ila wakati huu upo urafiki ulikwisha? Justin Muturi ni rafiki yangu. Kabisa. Na ni mmoja wa wale ambao wamesimamisha mgombea pale Mbeere North. Hiyo haina shinda. Mimi naongea maneno ya Rigathi Gachagua. Umesikia Justin Muturi? Ndio nimeuliza, manake pia wapo katika United Opposition. Umesikia Justin Muturi akisema anaombea kiti ya urais? Ninasema niko pale Mbeere North mheshimiwa. Gachagua ndiye amesema anagombea kiti ya urais. Si ndio hiyo? Si alisema pale Githurai? Kama yeye anagombea kiti ya urais, akuje ajipime nguvu na chama yake, juu yako na chama pale Mbeere North. Tumpime, tumwangalie, tutamshinda azui. Unaamini popularity ya UDA katika eneo lile la Mlima Kenya, na wakati ambapo pia mnapanga wote wanamiminika pale Ikulu, unaamini kwamba mtawezana na DCP sasa, na United Opposition pale? Tuko na date na hii maneno yote, na date ya hii maneno yote ni tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka huu. Kwa hivyo tunasema wewe kama ni hodari, wewe kama ni supafu, wewe kama unajisikia wewe ni hatari kabisa katika siasa ya Mlima Kenya, wewe Rigathi Gachagua, tunakuambia uko na chama yako inaitwa DCP, lete candidate pale Mbeere North, tumenyane na yeye, ndio utanjua ya kwamba wewe hauna maarufu wa siasa ya Mlima Kenya hata kidogo. Broad-based imeendelea kukosolewa pakubwa kwa kile kinafahamika. Wengi wale ambao walio katika opposition wanasema wewe na wengine mlipata nafasi hii kupitia damu ya wale ambao ni Gen Z. Unaamini hilo? Na broad-based ni kitu kizuri, manake Wakenya wanasema this is not the young people, what young people anticipate. Umoja wa taifa ya Kenya ni kitu ya muhimu zaidi. Tunapongeza Rais William Ruto kwa kuhakikisha kwamba kuna umoja wa taifa. Kama rais, kazi yake ya number 1 ni kuhakikisha kwamba umoja wa taifa ya Kenya unasimama. The unity of the nation is more important kuliko kitu yoyote ile. Na rais ameleta Wakenya wote watapaka mbalimbali wa mirengo tofauti ya kisiasa ili umoja wa taifa ya Kenya
uonekane. Na hiyo ni katiba, anafanya hivyo kulingana na wajibu ya katiba. Amepewa ile nguvu na katiba kama rais wa jamhuri kuhakikisha kwamba Kenya iko na umoja. Bila umoja, hii yote ambayo tunaongea ya affordable housing, ya mambo ya bima la afya, ya vijana kupata kazi, ya kuajiri walimu wengi, hiyo yote iwezi patikana. Kwa hivyo tunashukuru rais kwa kuleta serikali ambao ni iko na umoja ambao tunaita broad based government. Okay. Asante sana kupata nafasi kuzungumza nami siku hii ya leo. Tutajua umaarufu wa ni nani bora zaidi pale Mlimani. Hiyo data ambayo alete candidate wake pale Mlimani tumulike. Uzuri ni kwamba tutaona ukweli wakati ambapo mtakuwa sisi tuko tayari. Sisi tuko na candidate, tuko tayari. Anasunguka, anatafuta kura. Na nyinyi mnakutana pale. Sasa alete yake. Na akikataa kuleta yake, asikuje akiongea maneno akisema na akiamua kusupport huyu wa JB Muturi. Asupport yote yule. Alete wake, asupport yote yule, tutawapeleka nyumbani hata kabla ya saa 2 imefika. Au atakuwa amepotea wiki moja. Nitakuita tena na nawatakia kila laheri mirengo yote. Mimi langu ni kuhakikisha kwamba ninazungumza na nyinyi na wananchi. Acha nikuelezee. Maarufu wa rais wa jamhuri William Ruto pale hiyo mlima hiyo pale Mbeere North na kona zile zingine za mlima, umaarufu wa mheshimiwa William Ruto jameni utakuja kuonekana hiyo tarehe. Asante sana mpenzi mtazamaji kuamua kuwa nasi siku hii leo katika ukumbi wa siasa. Naondoka nilikuwa nikizungumza moja kwa moja na Waziri Geoffrey Ruku. Kwa heri kwa sasa. Jina langu ni Elizabeth Mutiku.